Hello Watanzania wenzangu, kuna kitu kimoja ambacho kwenye mtindo wa maisha yetu huwa hatupendi kukitumia. Na ni kitu gani? Kujifunza kuona jema kwenye kila baya. Kujifunza kuona jema kwenye kila baya ni jambo limekuwa zito kwa Watanzania wengi. Sasa nataka kusema nini hapa? Jana tarehe 7 ya mwezi huu wa 7, maduka yalifungwa kila sehemu. Kuna watu wa Tanzania ambao sijui ni kwa kuto kufikiri, wamelaumu sana vijana waliokuwa wakizungumzia maandamano. Wanawaona watu wanaozungumzia maandamano kama makatili, magaidi, wanakwamisha maendeleo ya nchi. Kwa bahati mbaya sana, hawa wanaolalamika hivi, kuna vitu vichache hawavioni kwenye haya maandamano. Kwanza, sijui ni kwa makusudi au ni bahati mbaya, hawajui kwamba ni haki ya msingi mtu kuandamana na kufikisha ujumbe au dukuduku lake aliyokuwa nalo. Lakini wanaizungumzia siku moja ya maduka kufungwa, hawazungumzii faida ya hawa wafanyabiashara walioiuza siku moja kabla ya maandamano. Iko hivi, ninaamini kimoyo moyo wafanyabiashara wa mazao, wafanyabiashara wa vyakula, kwenye supermarket, bidhaa za kila aina, mnawashukuru vijana wa Gen Z vibaya sana, kwa sababu wanawatengenezea mauzo ya siku 7 mpaka 8 ndani ya siku moja. Hilo halipingiki. Vijana wa Gen Z wanapotangaza kwamba tarehe fulani kutakuwa kuna maandamano, kwa sababu nchi inakandamiza maandamano, polisi wanaingia kwenye vitisho. Wakisha tishia, watu wananunua bidhaa za kutosha madukani. Mtu ananunua mzigo wa kula wiki 2 mpaka 3. Nani kaingiza faida pale? Lakini mfanyabiashara huyu anaweza akasimama akasema maduka yamefungwa. Nimemwona mtu mmoja anaongea maduka yamefungwa suli. Anasahau kwamba Gen Z wamemsababishia yeye kuuza mzigo wa siku 7 ndani ya siku moja, na tarehe 8 leo maduka yamefunguliwa, mnaendelea tena kuuza ambapo mlishauza kwa wingi hapa. Kwa hiyo faida mojawapo ya maandamano ni kwamba wafanyabiashara wa maduka ya vyakula mnauza mzigo mwingi kwa wakati mmoja. Hiyo ni njia moja ya kuona jema kwenye kila baya. Lakini sasa hii tena inasaidia kuikumbusha serikali kile kilichozungumzwa kwenye katiba kwamba mamlaka yote ya serikali yatatoka kwa wananchi. Kwa wananchi wakiamua kuwa leo tunalala, ni tunalala. Polisi watazunguka kufanya kazi, hawatakula mshahara bure, watazurula sana. Tena jana Mungu kasaidia, mvua imepiga, wamekula manyunyu ya mvua sana. Kwa hiyo mshahara wameufanyia kazi jana kuliko kawaida. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo kwenye hicho mnachohisi ni kibaya, kuna chema ndani yake. Serikali imegundua kwamba wananchi wanaweza wakazuia na vitu kama hivyo. Sasa nikitoka hapo, nataka niwatafakarishe watu wote ambao mnasema maandamano mabaya, maandamano ni vurugu, maandamano ni nini. Kama kuna akili hata kidogo mlioibakiza ya kuendea tu chooni, ile jitahidi kuigawanya, ibaki ya kuendea chooni kama ulivyobakia nayo, alafu ile ndogo nyingine inayobaki itumie kutafakari tumefikaje hapa. Yaani katu, hata kama utashirikisha watu wa familia yako, ulizaneni mle ndani, kwa nini tumefika hapa ambapo wananchi wanaamua kuishurutisha nchi ilale. Mwenye akili mbovu hapa atasema polisi ndio walisema watu wasitoke nje, watu wasifanyaje. Lakini kauli ya Gen Z ndio imesababisha polisi watoe vitisho, akina Mwaipopo, wale vikundi vya kigaidi watoe vitisho. Kwa sababu mimi yule Mwaipopo, mimi naona ameanzisha kikundi cha kigaidi ambacho kina baraka za serikali. Watu ambao wanaweza wakasimama wakasema waliwahi kukatakata watu miguu na bado wasikamatwe, maana yake serikali inawatambua. Kwa hiyo
Kama wengine wameamua kukaa nje kwa kauli za vijana wadogo, na vijana wadogo ndo sisi tunaoiendesha nchi kufika sehemu, mimi nadhani serikali wanatakiwa wajitafakari, na nyie raia mnatakiwa mkae mtafakari, tumefikaje hapa. Mkishajua tumefikaje hapa, hamtalaumu tena. Anyway, nitoke hapo niwazungumzie wanaharakati njia, mimi naita wanaharakati malaya wanaonunulika. Unapozungumzia haki za taifa lako, unalitengeneza jina lako yani kuweza kuishi baada ya kufa. Kuna watoto wako watakuja, wataangalia taifa lako lilipofika, watagundua kuna wazee walipambana kufika hapa lilipofika. Alafu niwaambieni kitu kimoja. Inawezekana mnatishiwa kufa, mnaamua kukimbia kwenda kufanya harakati nje ya nchi. Mimi nishasema kitu kimoja, nikasema siku nikiwa tumboni mwa mama yangu, enzi zile niko tumboni mwa mama yangu, sikuwa najua niko wapi. Hata mimba ingetoka mpaka leo nisingekuwa najua niko wapi. Na naamini nikifa sitajua niko wapi. Kwa hivyo sasa, haiwezekani mtu akanitishia kwa kitu nisichokijua. Mimi ambacho nilisema ninaongea na nafanya harakati zangu kwa lugha itakayosikilizwa na mtu yoyote, awe mzee, awe mtoto, ataweza kusikiliza, yenye stara, lakini harakati zangu nitazifanya kuzungumzia haki. Unapokimbia ukahisi upo salama kwingine, ukaamua kwamba mimi harakati zangu nitazifanya kwa njia ya matusi, hakikisha hutanunulika wala hutakuja kupiga magoti kwa mtu. Kitendo cha kupiga magoti kwa mtu kutubu kwa sababu ya yale uliokuwa ukiyapigania kuyaona mema, ni sawa na haukufanya chochote wakati unajiandaa kupigania haki za wenzako waliotekwa, kuzuia ukiritimba unaoendelea nchini na vitu vingine kama hivyo. Haikuwa na maana sasa ya wewe kuzungumza yote hayo. Unanunulika tu. Mimi moja ya kitu ambacho ninakiona kama zawadi kikija mbele yangu ni kifo. Kwa sababu itakuwa kimefika kitu ambacho ni lazima nikipitie. Ni lazima. Yaani umetaka ukutaka, maadamu ulishazaliwa na mwanamke, utakufa tu. Hata muuaji ana tarehe ya kufa kwake. Ili mradi ninachokiongea hiki kipo kwenye mstari, sio wa kutweza mtu, kumdhalilisha mtu utu wake, ni kuwakumbusha watu wafanye yanayompendeza Mungu na yanayopendeza hata familia zao pia. Nitaongea. Lakini nikimuona mtu alianza kupambania kitu alafu akafika sehemu kikiwa bado kiko vile vile, yeye akaona kimekamilika na akaamua kuwasaliti wenzake, ni usaliti wa kiwango cha lami. Huwezi kuwapambania wenzako, kaa kimya. Kaa kimya, acha. Kuliko kuja kwenda ukaonekana ni mtu wa thamani kwenye taifa alafu ukajivua ile thamani. Mnaona akina mchungaji Peter Msigwa wameisaliti haki, wameishia kuzalilika kuomba msamaha watu waliokuwa chini yao. Ni aibu kubwa sana. Ni aibu kubwa sana. Leo Thomas Sankara amefariki, Amiri Cabral amefariki, Nyerere amefariki, Mandela amefariki, akina Patrice Lumumba wamefariki. Lakini majina yao yanawafanya waishi tena kwa sababu walioyafanya yalikuwa haki kwa wenzao na mataifa yao walioyatengenezea mazingira leo. Jenga kivuli hata kama hautapumzika wewe hapo. Mungu awabariki wa Tanzania.